Aina ya pili ni watu ambao wanatukubali ndani ya mioyo yao, lakini wanatukataa kwenye nyuso zao. Aina ya watu hawa sio rahisi kumwelewa, kwa sababu ukweli unabaki kuwa ndani ya mioyo ya hawa watu. Ukweli unabaki kuwa ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo sio rahisi kuwaelewa, sio rahisi kuwatambua. Wanapokuwa karibu nasi, wanaonyesha dharau, wanaonyesha hali ya kutokutukubali. Lakini watu hawa wanapokuwa peke yao, wanajutia yale mabaya waliotufanyia, kutokana na hukumu inayoendelea inayowasuta ndani ya mioyo yao. Hiyo ni aina ya pili. Twende tuone aina ya tatu. Ni watu wanaojali utu kuliko kitu kingine. Huambii kitu hawa watu, kwa sababu wanachojali ni utu pamoja na ubinadamu. Watu hawa wako tayari kumsaidia mtu wasiyemjua, wakampa hifadhi, wakampa chakula, wakamfadhili. Ni aina ya watu ambao Mungu mwenyewe anajivunia. Mungu mwenyewe anajivunia watu wa aina hii. Dunia yote ni wakati wa kubadilika, ni wakati wa kuwa na utu zaidi kulikoni fedha. Tunakoelekea, idadi ya watu wenye utu na ubinadamu inazidi kupungua, lakini idadi ya watu wenye mioyo ya wanyama isiyojali maumivu ya wengine inaendelea kuongezeka. Nini kinachohitajika? Kwa wale waliojitambua, wanaofahamu nini maana ya utu, kuwaelimisha watu, kuelimisha dunia, kuwaelimisha watoto wadogo ambao wanaozaliwa, ili tuweze kujenga kizazi kizuri, kizazi chenye watu wanaojali utu kuliko ni vitu.